Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, sina shaka ubuheri wa afya kabisa. Sasa breaking news ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba jeshi la Israel limeweza kutekeleza mashambulizi katika mji mkuu wa Irani ambao ni Tehran. Sasa taarifa hii ni kubwa sana ambapo kulikuwa kuna harufu kwamba Israel itafanya mashambulizi ndani ya vinu vya nyuklia vya Irani, na hatimaye sasa imeweza kutekeleza shambulizi kubwa kabisa na kusababisha vifo. Israel imetekeleza mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema, huku milipuko ikisikika mjini Tehran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya operation iitwayo Operation Rising Lion, akasisitiza kuwa Irani ni tishio kwa uhai wa Israel kama taifa. Israel imetangaza hali ya dharura ikisema kuwa inatarajia mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa muda wote kuanzia sasa. Moshi mkubwa umeweza kuonekana Tehran, huku majengo mbalimbali yakiweza kulipuliwa, lakini vile vile imeonekana kabisa kwamba Israel imedhamiria kwa ajili ya huu mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo ilikuwa na harufu ya kuweza kuishambulia Tehran muda wote, na hatimaye imeweza kutimiza kile ambacho imekiahidi. Sasa Israel tayari tu baada ya kuweza kufanya shambulizi imetangaza tayari hali ya dharura katika nchi yake, huku ikiamini kwamba inaweza kulipiziwa kisasi muda wote. Na Tehran imetangaza kwamba Marekani pamoja na Israel italipia haya mashambulizi kwa kuweza kujibiwa kwa mashambulizi makali zaidi muda mchache kutokea shambulizi hili kuweza kufanyika. Televisheni ya taifa ya Irani imeripoti kuwa maeneo kadhaa mjini Tehran yalishambuliwa na watoto wamo miongoni mwa waliouawa, ingawa taarifa bado hazijathibitishwa na vyanzo huru. Vyanzo vya serikali ya Irani pia vinaripoti kuwa mkuu wa walinzi wa mapinduzi Revolutionary Guard Hussein Salami ameuawa kwenye shambulizi hilo. Sasa shambulizi hili pia limeweza kumuua kiongozi mkubwa kabisa ambaye ni mkuu wa walinzi wa mapinduzi Revolutionary Guard Corps ambaye ni Hussein Salami, ameuawa pia kwenye shambulizi hili. Lakini vile vile waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio amesema kuwa Marekani haikuhusika wala kusaidia mashambulizi hayo. Kwa hiyo Marekani tayari waziri wa mambo ya nje Marco Rubio ameshajitoa au kujivua kabisa kwamba hahusiki kwenye mashambulizi haya, kwa kusema kwamba usiku wa leo Israel imechukua hatua pekee dhidi ya Irani. Hatutahusika na vipaumbele vyetu ni kulinda vikosi vya Marekani vilivyoko kwenye eneo hilo, aliweza kusema Marco Rubio, kama vile amejitoa tayari kwenye mzozo huu na kusema kwamba Marekani haihusiki kabisa, kutokana na kile ambacho amekitaja kwamba kupitia nchi yake ya Marekani inatoa vipaumbele kwa ajili ya kulinda vikosi vya Marekani vilivyoko kwenye Mashariki ya Kati. Marekani kama vile alijua, kwa sababu Rais Donald Trump aliweza kuondoa vikosi vyake katika maeneo ya ukanda wa Mashariki ya Kati ikiwemo Iraq, lakini vile vile familia za wanajeshi wa Marekani ziliweza pia kupewa uhuru wa kuweza kuhama haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuepukana na dhahma ya mashambulizi, ambapo Iran ilisema kwamba itashambulia zile bezi za Kimarekani zote kabisa. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa kauli mbalimbali, ambapo Australia imesema kuwa imeingiwa na hofu kubwa kutokana na kuzidi kwa hali ya taharuki. Nchi ya Australia tayari imeshatoa taarifa yake kusema kwamba imeingiwa na hofu kubwa kutokana na taharuki ambayo tayari imekwisha tokea upande wa Mashariki ya Kati, ambapo baada ya mashambulizi haya watoto kuweza kuuawa, lakini Jenerali Hussein Salami, pia kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Kiislamu cha Irani, pia naye kuripotiwa kuuawa na serikali ya Irani, tayari inatengeneza chuki kubwa kwa Irani kwenda kwa Israel. Lakini vile vile Netanyahu baada ya kusema kwamba operation hii inaitwa Rising Lion na amelenga kituo kikuu cha kurutubisha urani cha Natanz, huku ikionekana kwamba baada ya kulenga kituo hiki kikuu kabisa cha urutubishaji wa uranium cha Natanz, Irani inaweza kachukua hatua madhubuti zaidi za haraka kwa ajili ya kuweza kuishambulia Israel wakati wowote. Netanyahu kabla ya shambulizi hili alipaswa kuongea, kuweza kuzungumzia ni kwa jinsi gani taarifa zilikuwa zikienea juu ya Israel kupanga mpango wake wa siri kabisa wa kuweza kuishambulia Irani, lakini Netanyahu hakuweza kuzungumza kabisa, kiasi cha kwamba watu walipata
kama vile mhao fulani kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Lakini vile vile raia wa Israel wanazidi kuingia kwenye hali ngumu kabisa kufuatia mashambulizi haya, kwa sababu ni kama vile wanawekwa mtegoni kwa kile ambacho wakifahamu kwa hapo baadaye. Irani yupo tayari kuweza kujibu mashambulizi muda wowote, huku mashambulizi haya yanazidisha mvutano mkubwa kati ya Mashariki ya Kati, huku hatari ya kuzuka kwa vita vya kikanda ikiwa juu zaidi kuliko wakati wowote ule katika miaka ya karibuni. Israel tayari imeweka jeshi katika hali ya tahadhari ikitarajia mashambulizi ya kulipiza kutoka Iran. Hapa Israel anachokitegemea ni mifumo yake ya ulinzi, ukiwemo mfumo wa Iron Dome, na mifumo hii ni maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kuzuia mashambulizi. Lakini kwa hiki ambacho kimetokea hapa, Irani inaweza ikashusha mvua ya makombora. Jana usiku, mtazamaji wa Zone Media, nilikuletea taarifa kuhusiana na viashiria vya uwepo wa mashambulizi katika mji mkuu wa Irani ambao ni Tehran, kwamba Israel ilishatoa viashiria kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi wakati wowote, na mashambulizi haya yameweza kutokea usiku wa kuamkia leo, huku vyombo vikubwa vya habari duniani kama AFP, lakini vile vile BBC News, lakini vile vile chombo cha habari cha CNN, vyote vimeweza kuripoti mashambulizi haya kwa kiasi kikubwa sana, na imepelekea hofu kubwa sana kwa raia wa Israel kwa sasa hivi, kwa sababu wakikumbuka kile ambacho walikipata kwa Hamas Oktoba 7, 2023, basi hawatamani tena kuweza kutokea kwa upande huu. Na mzozo huu kwa sasa hivi unaweza kuchukua hatua kubwa, kwa sababu pia mshirika mkubwa wa Irani ambaye ni Mhouthi au Houthi kutoka pale nchini Yemen walitangaza nao onyo kali kwamba endapo Irani itashambuliwa, basi Israel na Marekani zinaweza zikaingia kwenye hatari kubwa kabisa kuweza kupata mashambulizi ya aina yake. Na katika hiyo yote, kupitia msemaji wao Yahya Sarea alizungumza wazi na kusema kwamba haitakiwi kufanya hivyo Israel, kwani ikifanya hivyo basi itazidisha mashambulizi katika ardhi yake ya Israel, ukiwemo uwanja wa ndege Ben Gurion. Kwa hiyo mtazamaji, hii ni taarifa kubwa sana ambayo imeweza kupeleka vitisho vikubwa katika Mashariki ya Kati, ambapo Irani imeweza kushambuliwa na Israel. Kumekuwa kuna picha nyingi na video mbalimbali zikionyesha milipuko katika majengo, lakini vile vile milipuko ikionyesha moshi mkubwa ambao umetanda katika maeneo ya Tehran. Na sina shaka mashambulizi haya hayajaweza kuzuiwa na jeshi la Iran, ni kama vile imekuwa surprise kwao, na kutokana na hiki basi Iran imesema kuwa inapaswa kuweza kujibu mashambulizi haya wakati wowote. Hapa kutakuwa kuna piga ni kupige kutokana na hiki ambacho kimeendelea hapa, na Israel iliweza kufanya hivi baada ya kuona kabisa kuna mpango wa kufeli wa mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani pamoja na Iran, kwa kwamba Iran amekuwa kipigilia msumari kwamba yeye hawezi kuacha mpango wake wa kuweza kurutubisha uranium kwa ajili ya matumizi yake binafsi, akiita matumizi ya amani. Lakini kulikuwa na hofu, ndio maana Rais Trump akasema kwamba haoni kama anakwenda kufanikiwa, na anaona kabisa kama mchakato huu unakwenda kuchelewa kwa kiasi kikubwa sana. Na Marekani pia kupitia Rais Trump kama vile alishtukia mchongo kwa ajili ya kuweza kuhamisha vikosi vyake, lakini vile vile familia za wanajeshi wa Marekani waliweza kuhamisha Mashariki ya Kati, ikiwemo katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo kuna namna ambayo inaendelea hapa, ni kama vile Marekani alikuwa anafahamu nini ambacho kinaendelea katika mzozo huu ambao unakwenda kuwa mkubwa sasa hivi katika Mashariki ya Kati. Sasa mtazamaji, salia nasi kila siku Zone Media kwa kupata taarifa zetu, hasa taarifa hii ambayo imetokea usiku kwa mkia leo, ambayo ni breaking news kabisa kwamba Israel imefanya mashambulizi katika ardhi ya Iran na kusababisha vifo vya watoto, lakini vile vile kifo kwa kiongozi wa Revolutionary Guard Corps ambaye ameweza pia kuuawa. Naitwa Victor Moshi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Asante kwa kuchagua Zone Media.